Msimamo wetu uko wazi na thabiti, tutabaki katika ardhi yetu. Haya ni mapendekezo ya wananchi wa wilaya Ngorongoro. Kwa majina ninaitwa Grace Jeremia Lekicheche, wananchi wa Ngorongoro, kata ya Nkarasero, tarafa ya Sale. Ninasoma taarifa hii kwa niaba ya wananchi. Taarifa kwa umma. Taarifa ya wananchi wa jamii ya Kimaasai kutoka wilaya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, juu ya mapendekezo ya tume za rais na kusisitiza haki yetu ya kubaki katika ardhi ya mababu. Sisi wananchi toka jamii ya Kimaasai kutoka wilaya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, tunatoa tamko hili kutoa ufafanuzi juu ya taarifa ya tume mbili za rais zilizowasilishwa tarehe 12 Machi 2026 kuhusu migogoro ya matumizi ya ardhi na sera za kuhamishwa katika ardhi yetu ya asili yenye maeneo ya muhimu kwa tamaduni, uchumi na maisha yetu. Hata hivyo, baada ya kuchambua kwa kina maudhui ya taarifa na mapendekezo yaliyowasilishwa na tume hizo, tunalazimika kueleza wazi kuwa tuna wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya maisha yetu. Kwa mtazamo wetu, ripoti hizo hazijakisi uhalisia wa maisha yetu, hazijazingatia hata kidogo maoni yetu, na zimeachwa maswali ya msingi bila majibu wala kuonesha na namna ya kuzitatua changamoto zetu. Ripoti hizi si tathmini huru wala za kuaminika zinazotegemea kwa kiasi kikubwa nyaraka ya sera zilizokwisha kupingwa awali, kama vile ripoti ya mapitio ya mfumo mseto wa ardhi eneo la hifadhi ya Ngorongoro, Multiple Land Use Model ya 2019 iliyorekebishwa 2024. Zinarudia simulizi zile ambazo kwa muda mrefu zimetumika kuhalalisha kuwaondoa wafugaji wa Kimaasai kutoka katika maeneo yao. Hitimisho lililotolewa linategemea makadirio yaliyokuzwa ya ongezeko la idadi ya watu na mifugo, matumizi ya takwimu yaliyochaguliwa kwa upendeleo, takwimu zisizo sahihi kuhusu mifugo, pamoja na migangano mikubwa ya kimaslahi ya taasisi, huku ikipuuza ushahidi unaopingana na simulizi za serikali. Kwa vizazi vingi, wafugaji wa Kimaasai wameisha ndani ya mfumo wa ekolojia ya Serengeti na Ngorongoro. Kwa mfumo wa kuishi sambamba na wanyamapori, maisha yetu ya ufugaji si tishio kwa uhifadhi. Kinyume chake, maarifa yetu ya asili na mbinu zetu za usimamizi wa ardhi zimeendeleza mfumo huo wa ekoloji kwa karne nyingine. Tume hizi zinajaribu kuonyesha uwepo wetu kama chanzo kikuu cha shinikizo la kimazingira, huku zikipuuza upanuzi wa haraka wa miundombinu ya utalii, mahoteli ya kifahari, barabara na msongamano wa magari ya utalii ndani ya maeneo ya hifadhi. Mapungufu hayo yanaonyesha upendeleo wa wazi. Jamii ya wafugaji zinapewa lawama katika maslahi ya biashara, wanachukuliwa kana kwamba hayana athari kwa mazingira. Tunakiri kwamba sera za uhamiaji zilizotekelezwa katika miaka ya hivi karibuni ya kuhamisha wananchi kutoka tarafa ya Ngorongoro hazikuwa za hiari. Tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwamba jamii zetu zimekumbwa na vikwazo visivyokabilika katika huduma za misingi, upatikanaji wa ardhi na miundombinu ya kijamii. Hali mbaya kwa vitendo imelazimisha watu wetu kuondoka katika makazi yao kupitia kunyimwa huduma badala ya hiari. Tunapinga kwa nguvu pendekezo kwamba uhamisho uendelee. Katika eneo la Loliondo na Sale, tume imekiri kuwepo kwa malalamiko ya wananchi kuhusu kutoshirikishwa katika uanzishwaji wa pori la akiba la Pololek, hususani katika ardhi ya vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, lakini pia kukosekana kwa maeneo ya malisho ya mifugo yao.
Hata hivyo, tume haijatoa majibu ya wazi kuhusu iwapo umegwaji wa ardhi ya vijiji vya Loliondo na Sale ulikuwa shirikisho kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa wananchi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maeneo ya malisho, hali inayotisha moja kwa moja maisha yao ya ufugaji, iliyopelekea mamia na maelfu ya mifugo kufa kwa kukosa malisho ya maji na maelfu kukamatwa ndani ya nje ya eneo hilo na kutozwa mamilioni ya fedha, na wengine kutaifishwa na kuuzwa kwenye minada ya wazi na kuachwa wananchi katika dimbwi kubwa la umaskini. Badala ya kushughulikia swala la misingi na kiina cha tatizo ambacho ni haki ya ardhi na ushirikishwaji, mapendekezo yamejikita zaidi katika masuala ya kuitawala kama miundombinu na usimamizi bila kupendekeza namna ya mgogoro wa ardhi pamoja na changamoto ya mahitaji ya jamii yatakavyotatuliwa. Katika eneo la Ziwa Nakto, mapendekezo ya tume yamehusu kupandisha hadhi ya eneo hilo na kufanya mabadiliko katika matumizi ya ardhi. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa eneo hili ni ardhi ya vijiji halali vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, tume imependekeza kufutwa kwa tangazo la serikali namba 597 la tarehe 7 mwezi wa 10 2022 lililotenga eneo la hekta 35,232.47 katika kijiji cha Engarasere kuwa eneo la malisho. Pendekezo hili halizingatii uhalisia kuwa eneo hilo linategemewa kwa kiasi kikubwa sana na wananchi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Zaidi ya umuhimu wake wa kiuchumi, eneo la Ziwa Nakto lina thamani kubwa ya kiutamaduni na kiimani. Tunakiri kwamba wananchi wilaya Ngorongoro, hususani vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, wanataka Pololeti irejeshwe kwao na kufutwa tangazo la serikali lililoanzishwa hifadhi hiyo kinyume na utaratibu. Aidha, tunalaani tume hizo kwa kushindwa kushughulikia uhalali wa kuanzishwa kwa hifadhi ya Pololeti. Pia hatukubaliani na mapendekezo yanayohusu eneo la Ziwa Nakto katika kata ya Engarasere ambalo halikupaswa kuwa sehemu ya wajibu na hadidu za rejea za tume hizo. Kwa hivyo, wito wetu ni kama ifuatao. Tunapinga mapendekezo ya tume za rais na serikali zisifanyiwe kazi. Tunapinga uhamisho wowote kutoka katika ardhi yetu. Tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserve, kwa madai kwamba ni mapori tengefu kinyume na sheria. Tunataka kuzingatiwa kwa ridhaa ya wananchi katika hatua zote. Haki yetu halali ya kubaki Ngorongoro ni vijiji vyetu, kuendelea na mfumo wetu wa maisha ya ufugaji iheshimiwe. Tunadai ardhi ya Pololeti irejeshwe kwa jamii yetu na kukomeshwa kwa ukamataji wa mifugo, unyanyasaji na ukamataji kiholela kwa wafugaji. Hatutakubali marekebisho yoyote ya sheria ya NCA yatakayohalalishwa kufukuzwa kwa watu wetu kwa namna yoyote ile. Tunaitaka serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kusitisha mara moja unyanyasaji unaoendelea dhidi ya ufugaji katika maeneo ya Pololeti, Ndutu, Ulupai, Irka na maeneo mengine. Kwa jina la uhifadhi huu, unyanyasaji umeshika kasi baada ya taarifa ya tume kutolewa, na kwa sasa imetanukia maeneo mengine kama Lokulu na Sakala huku Loliondo. Tunalaani mapendekezo ya tume linalodai kuwa mfumo wa multiple land use umeshindwa kwa maoni yetu na malalamiko ya hifadhi ya Ngorongoro pamoja na wizara husika walioshindwa kuandaa mpango mkuu wa usimamizi. Baada ya ule uliopita kumalizika mwaka 2016 na kufanya eneo la NCA kuendeshwa kwa fikra za watu binafsi, kulinda maeneo ya malisho hususani Engarasere
rasilimali muhimu kwa uhai wa jamii. Kuheshimu na kulinda urithi wa kitamaduni na kiimani. Sisi sio maadui wa hifadhi, sisi ni walinzi wa mazingira na wanyama. Kabla ya kuwepo kwa taasisi za kisasa na uhifadhi, jamii yetu tayari zilikuwa zinasimamia na kulinda maeneo haya kupitia mfumo uliojengwa juu ya utamaduni, uhamaji wa mifugo na heshima kwa mazingira. Mustakabali wa mfumo wa ekolojia wa Ngorongoro na Serengeti haupatikani kwa kuwaondoa watu wa asili, unaopatikana kwa kutambua na kuimarisha nafasi ya Wamasai kama walinzi na wa kihistoria wa ardhi hii. Tunaiomba serikali ya Tanzania, Watanzania wenzetu, jumuiya ya kimataifa, mashirika ya uhifadhi na taasisi za haki za binadamu kutambua haki zetu, kushiriki katika mazungumzo ya kweli na kuunga mkono mifumo ya uhifadhi yanayoheshimu watu wa asili na maeneo yao. Msimamo wetu uko wazi na thibiti, tutabaki katika ardhi yetu. Wananchi wa jamii za Wamasai wilaya Ngorongoro.